ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mratibu wa chama chetu, mwenyeji wetu, mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Chake Chake, pamoja na uongozi wote wa mkoa wa kichama wa Chake Chake, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, waheshimiwa wabunge mliochaguliwa juzi, waheshimiwa wajumbe wa baraza la wawakilishi, waheshimiwa madiwani, viongozi wetu wa majimbo, viongozi wetu wa matawi, ndugu viongozi kwa jumla, wazee wetu mliokuja kutunga mkono na kama mnavyotunga mkono kila siku, ndugu wanachama wenzangu nyote kwa pamoja, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Habari ya mchana. Mimi alhamdulillah. Si unaniona bwana? Napaa nikitua, natua nikipaa, au vipi? Kama inavong'ara ACT Wazalendo na mwenyekiti vile vile, au vipi? Kwanza ni ungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tumepita kwenye mengi na leo alhamdulillah tumekutana hapa tukiwa wazima, na sio wazima tu, tukiwa na furaha kweli kweli. Mpaka wenzetu wanatushangaa. Hawa jamaa chori chori wanashangaa, hawa jamaa wana furaha ya nini baada ya yote haya? Tuwe na wasiwasi gani? Na sisi Wazanzibari wametupa kauli yao, wametupa ridhaa yao, au vipi? Sasa mwizi ana raha jamani? Ulioibiwa utasikitika, lakini utakosaje raha? Na kuibiwa si ubwege jamani. Ni kwa sababu tu kuna mwizi mmoja, tena kama wetu sie mwizi mzoefu. Ndio balaa, ukikaa mtaani kuna mwizi mzoefu, na huyu wa marai kibaka. Anaiba mchana kweupe. Maana ingekuwa kuiba au kuibiwa ni ubwege, unajiuliza wale wanaoiba misikitini je? Si wanaiba mali ya Mwenyezi Mungu? Mtu anachukua misahafu, au sio? Anapanga, anaikanyaga, anakwenda kuiba saa kwenye msikiti, au sivyo? Sasa kuibiwa ni ubwege, wengeiba misikitini. Ni kwa sababu kuna mwizi mmoja tena mzoefu, na huyo wa kwetu sasa kibaka, au sio? Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tumepita tuliopita, tupo, safari inaendelea. Safari inaendelea. Ndugu zangu, tumemaliza awamu ya mwanzo ya safari, sasa tuko awamu ya pili ya safari yetu. Lakini safari inaendelea. La pili, naomba kwa dhati kabisa, najua hata nikikopa, hata nikiazima, sitapata maneno mazuri, maneno yanayoakisi namna gani ya kuwashukuru ndugu zangu nyote. Siwezi kuyapata. Kuwashukuru viongozi wetu, kuwashukuru wagombea wetu, kuwashukuru mawakala wetu. Kwa hakika mimi kiongozi wenu mlionipa kazi hii, hakuna jambo ninaloona raha, hakuna jambo ambalo linanipa amani, hakuna jambo linalonipa nguvu kuliko kuwa na nyinyi na kwa jinsi tunavyotekeleza kazi zetu. Wanasema hata kwenye biashara, mali ya mwanzo
si gari, mali ya mwanzo si jengo, mali ya mwanzo ni watu ambao unao wanaofanya kazi. Na mimi nasema kwenye chama ni watu, na ukiwa na watu kama tulionao, basi huna sababu ya kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naomba niwashukuru sana nyote kwa pamoja, na ndio madhumuni ya mwanzo ya safari hizi, kuja kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo tuliifanya, kwa maumivu tuliyoyastahimilia, kwa machungu tuliyoyapitia, kwa mateso tuliyoyahimili, kwa machozi ambayo yametutoka, kwa majonzi ambayo tumeendelea kuwa nayo, kwa maumivu ambayo tumeyapitia. Najua kwamba ni maumivu ambayo hayaelezeki. Tumepita katika tanuri lilokuwa zito, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu katupitisha salama. Katupitisha salama kwa sababu ya uwezo wenu. Mimi naomba niwashukuru sana. Na naomba siku zote tukumbuke kwamba maumivu yenu ya mmoja mmoja kwangu mimi ni kwamba yote ya kwenu baadaye na mimi ndiyo ninaokuja kuyabeba, mimi na viongozi wenzangu. Wakati mwingine unasema leo dozi ya leo ishanitosha. Waomba wengine, basi haya utakuja kunieleza kesho. Leo ishajaa, haina pakukaa. Siku ile ya uchaguzi wa mapema, wengine walikuwa wananipigia simu, wananiuliza, mwenyekiti, hata hili tutulie? Naambia hata hilo tulia. Hiyo ni katika sehemu ya mbinu zetu za mapambano. Kwa hivyo hata hilo tulia. Unamwona mtu hajaridhika, huyu mwenyekiti vipi, lakini mbona leo sio yule tulomzoea? Tulizoea mtu madhubuti. Hapa hata naambia hata sikio utie mkobani ukimbie. Mbona leo naambia nitulie? Jamani, wengine mliokuwa mkini kweli si kweli? Wengi mliona mbona leo huyu jamaa kabadilika. Hii sio homo, hii sabuni ya kipande imekuwa. Sio. Lakini jamani, huo ndio uongozi, au sio? Nilijua kwamba nikisema yataharibika zaidi, na kama aliposema makamu mwenyekiti kwamba tusingefika leo hapa, dunia ikaona uovu wa watu wetu, uovu wa wenzetu. Ndugu zangu waliokuwa wameyapanga, walipanga makubwa. Kisiwa hichi kidogo kilijazwa majeshi mpaka hawana pa kukaa. Polisi mbali ya wakaletwa mpaka kutoka JKT, nao wakafanywa polisi zaidi ya 300, wote kuja kupambana na wewe unaidai haki yako. Sisi si watu wa vurugu, sisi si watu wa purukushani. Nchi hii nchi ya wastaarabu, na ndio maana kuna wakati walikuja, niliwaambia, nadhani tulikuwa sijui kama Garagara au Unguja, nilikuwa nawapa hadithi ya ibilisi wao mmoja aliyokuja kuniuliza. Mwisho wakaniambia kwamba ina maana ACT mara hii mtatia watu barabarani. Nikamwambia sisi hatutii mtu hata mmoja barabarani. Tulisimama na kauli yetu, hatukusimama. Lakini nikamwambia
inshallah mara hii atakayeingia barabarani ni Mwenyezi Mungu mwenyewe na mtamuona. Mchanifa? Niliwaambiaje? Atakayeingia barabarani mara hii Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa maana rehema za Mwenyezi Mungu ndio zitakazoingia barabarani. Hata nyie msioamini mtaziona. Tatizo lao moja, walikuja kumsubiri Mungu darajani. Walimsubiri Mungu darajani, hukuja. Wakawa nasubiri tumtizame ya kweli atakuja. Lakini wakamshukia katokea upande wa pili wa Jamhuri. Na walitegemea kwamba atatokea yaliyotokea bara. Na wao walijipanga, wakauleta ya kujipanga waje watumalize sisi. Mwenyezi Mungu akaambiaje? Ila hilo, hao watu wameniomba, wametawakal kwangu, wamesoma dua, wamefunga, wamechinja. Jamani, hiyo ndio nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio Mwenyezi Mungu lazima tuitakidi. Ukisoma dua, ukiomba dua, uitakidi Mwenyezi Mungu ataikubali. Lakini usikue kama hao wengine ukaenda ukasubiri darajani. Jamani, ile ni ibra kubwa sana. Kwa sababu kwenye shina la CCM ni wapi? Na huku sitawi tu. Sasa anayejua anayetaka kukata mti ataukata kwenye matawi. Ataukata wapi? Mmeona hamjayaona? Mmeona hamjayaona? Hizo ni katika kadara rehema za Mwenyezi Mungu. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kila tukika. Kwa hivyo kubwa la kwanza lilikuwa ni hilo. Mimi naomba niwashukuru sana, mmepitia makubwa, lakini naomba kwamba tukubali kwamba Mwenyezi Mungu ameitikia dua zetu. Kubwa ambalo sisi lazima tulikumbuke na lazima tutembee kwa amani, kwa furaha, kwamba sisi tumeingia kwenye uchaguzi tukiwa na malengo, tukiwa na mipango. Tulikuwa na mipango, tulikuwa na malengo. Mipango yetu ilikuwa ni kuwafanya Wazanzibari watuunge mkono bila kujali itikadi zao, bila kujali kazi zao, bila kujali mirengo yao. Lengo letu ilikuwa kuwafikia Wazanzibari wote kila walipo, wa maisha ya kila aina. Jamani, kampeni zetu nyinyi mliridhika? Hamkuridhika tulivyoziendesha? Zilikuwa za mafanikio, hazikuwa za mafanikio? Na shilingi yetu 1.5. Lakini katika kampeni yote tuliyoyapanga, alhamdulillah, tuliyakamilisha kwa ufanisi kweli kweli. Hili jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wenzetu kutoka Tanganyika, kutoka makao makuu yao, waliletewa bilioni 7 na tulilisema hili, na wenyewe wakakusanya mapesa waliokusanya. Lakini tumeona kwamba katikati gari bichi iliyojazwa tenki ya mafuta ikashindwa na gari inayojaza mafuta kwa kigeleni. Bwana, karibu itazima, taa nyekundu shawaka, ndio unakuja na chupa ya drop, unaongeza kidogo, safari iendelee. Wakazima moto. Jamani, hamkuyaona nyinyi? Nyewe mliona kampeni ya CCM? Mliona ya kwetu? Kwa hivyo tulifanikiwa katika hilo, lakini tulilofanikiwa kubwa zaidi, tulisema lengo letu
ni kuwaduaza CCM kwenye kura za urais na Wazanzibari wote bila kujali itikadi zao. Niliwaambia siku ya uzinduzi wa timu za Omo pale kwamba mimi nakwenda kupata kura za wajumbe wa kamati kuu, na naomba niwahakikishie nilipata kura za wajumbe wa kamati kuu ya CCM. Naenda kupata kura za wajumbe wa halmashauri kuu, makada na watu mbalimbali. Kama kuna mwaka chama chetu kiliungwa mkono na watu wa Chama cha Mapinduzi ni mwaka huu, na nyinyi mnajua, na nyinyi ni mashahidi. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana tuliwaduaza, hatukuwaduaza kwenye kura za urais. Tuliwaduaza, hatukuwaduaza kwenye majimbo. Sisi tuna uhakika kwamba tulichopata ni majimbo 32, na tuna uhakika kwamba tumeshinda urais kwa zaidi ya 70%. Jamaa waliyakimbia wenyewe maboksi ya kura, tena zile za siku ya mwanzo. Sisi tulishapiga hesabu yetu, ndio maana tukaambia waachieni hawa. Ndio wengine wananiambia hata hili tu, anaambia waachieni, zingehesabiwa. Na haya wanatuambia wenyewe, kama zingehesabiwa sisi tungeshinda hiyo kura ya mwanzo, tena kwa kiasi kikubwa sana. Jamani, CCM haipo. Sasa imekataliwa kwao ilikozaliwa. Huku matawili kubakie nini? Mizizi imekufa, shina limekufa. Leo kule kwenye mizizi na shina, mtu anaogopa atakutembea mtandio kama huo wa manjano kidogo, mtu anarudi nyumbani bwana. Anasema yuzi kuna mtu amegombana bwana kwenye basi. Anamwambia bwana, utani wote nifanyie, lakini usije ukaniita mimi nilikuwa wakala wa CCM kwenye mabasi ya Kimara. Utaniulisha. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema kwamba sisi tumefanya kazi, tulijipanga kwa sababu tulikuwa na dhamira, tunaijua safari yetu na malengo yetu kwa zaidi ya 100% tumeyafikia. Kuna mwenye wasiwasi kwenye hilo? Kuna mwenye wasiwasi kwenye hilo? Swala lakini tunarudi, si ndivyo? Kwamba yametokea yaliyotokea kwenye uchaguzi. Mimi naomba kwanza nitangulie kuwapa salamu. Jana nilikutana na miongoni mwa wazee wetu aliyewahi kuwa rais katika nchi yetu, rais wa Zanzibar. Alinipa salamu na akanambia hizi na una haki ya kuzisema popote, kwamba ninakupongeza na nawapongeza wanachama wako. Nakupongeza kwa kauli yako uliyosema kwamba jamani, kilichoibiwa ni fanicha, nyumba yetu salama. Na wanachama wako wakawa waungwana, wakasikiliza, nchi yetu imebaki salama, nyumba yetu imebaki salama. Naomba niwape hizo salamu, maana zimetoka kwetu sote. Kwa hivyo la kwanza tukubali, ndugu zangu, na naomba hili ndio litufanye tutembee kifua mbele. Tumeheshimika, mmetuheshimisha, tumekiheshimisha chama chetu. Watu wamejua kwamba tuna watu madhubuti, tuna taasisi madhubuti wanaojua wanatafuta nini.
kwamba tumeibakisha, na sisi ndio ilikuwa jambo la msingi, kwa sababu ndugu zangu, sisi tunayajua inayokwenda kwenye nchi sote hapa. Mtandao wetu wa kupata habari kwa nchi hii tu, kila siku ya nchi tunajua kinachoendelea. Mkumbuke mwenyekiti wenu alikuwa mkurugenzi wa mashtaka wa nchi hii kwa miaka 9. Na mengine sitaki niyataje. Hilo tu linatosha kuambia. Hilo linatosha kuambia. Tutakuja kushindana na mpita njia kweli. Nchi hii hata ukiifanya kwa ni chapati, ukigeuza hivi na tunaijua, ukigeuza hivi tunaijua. Tunafahamu kinachoendelea. Tumeepusha maafa makubwa sana katika nchi yetu. Watu walikuja kujipanga huku watumalize, lakini wameacha nyumba yao ikiwa wazi. Wanaulizana ilikuwaje? Ndio imekuwa. Wanaulizana usio, imekuwaje mpaka imefika hivi? Si mlikuja kujipanga Zanzibar huku mtumalize. Sasa hili naomba ndugu zangu, hili tulitangulize kweli kweli, na hili litupe amani. Tumeweza kuiepusha nchi hii na maafa. Tungebakiwa tukaja nyumba yetu ikaanguka, hata ungekuwa na fanicha za kifalme zingekuwa hazina maana. Utaziweka chini ya mborimo fanicha? Jamani. Sasa hili ni jambo la muhimu, na hii ni kwa kazi kubwa ambayo nyinyi mlifanya. Kazi moja kubwa ya kwamba nidhamu tulionayo katika chama chetu, nidhamu mlionayo viongozi wetu, nidhamu walionayo wanachama wetu, nidhamu tulionayo kama chama. Ndio jumla ya viongozi. Wewe ukiaminiwa, wewe ukiaminiwa dhamana kubwa, ukiwa wakala, jamani, mimi naomba mjijue. Nilikuwa nawapa hadithi siku moja, sijui wapi. Naambia ukiaminiwa, wakati mwingine hilo uloaminiwa ulithamini kweli kweli. Na ndio maana wanaambia madaktari siku zote ni watu wenye heshima kubwa, kwa sababu Mswahili hasa kwa mke wake hamuamini hata baba aliyomzaa, lakini akaenda kwa daktari anaingia ndani, anakaa nje. Kwa mambo ya siku hizi wajiuliza, mali iko ndani, hata una wasiwasi, unachezea simu. Watu wako peke yao wamejifungia. Na akitoka hata una wasiwasi bwana. Unauliza tu, aje lini tena? Kikubwa utapewa na kikaratasi, utaambia pale dirishani ndio pa kwenda kulipa, na wewe mwenyewe utakwenda, utatoa ulicho nacho, utalipa. Kwa watu kwenda kukaa ndani peke yao, mwenyewe uko nje. Naona hayo mama. Sasa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu daktari tumemwamini, na wewe wakala umepewa jukumu la nchi hii. Wewe sema mimi mtu mkubwa, sisi tunakuona wewe mtu mkubwa. Na tunakupongeza, tunawapongeza, nimetangulia kusema, kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Nyinyi sasa na madaktari bwana, tumewaamini kwa jambo letu kubwa. Sisi wenyewe tukakaa nje na simu mkononi, tukija tunakuuliza wakala, vipi mambo huko? Sawa sawa. Lakini ndugu zangu,
tunasema haya kama lakini kwa hakika tuliyopitia ni makubwa sana. Bahati mbaya, baada ya haya kuna wenzetu wengine wameanza kuuliza, tunaingia hatuingii wapi? Wengine tunatumia message, bwana msije mkaacha kuingia wapi? Au si ndio swali? Kuna wengine wanasema bwana iwe iwavyo, msije mkaingia wapi? Ndugu zangu, mimi naomba kuna mambo tutanabahi ili tuone tunakokwenda. La kwanza naomba niwaambie, kwanza tusilichukulie yaliyotokea kwamba ni madogo. Yaliyotokea ni makubwa katika uchaguzi huu. Kwamba nchi una kiongozi wa nchi, halafu ukafanyika uhuni uliofanyika ili mtu apate madaraka, na ametokea mbio haraka. Unakwenda mtu msikitini unasema, na washukuru wa Zanzibari kwa kunichagua, kwa kunipa imani, kwa kunipa ridhaa, mbele ya kibla cha msikiti. Jamani, tusilichukulie mzaha. Yaliyotokea nyinyi ni mashahidi kwamba inaonesha kwamba nchi hii tuna genge la wahuni ndio wanaongoza nchi hii. Lazima, hii ni nchi yetu. Unaogopa nini kusema? Yaliyotokea sisi ndio mashahidi kwamba ni uhuni mtupu, tena uhuni wa hatari. Ni kama vile una genge la wauza dawa za kulevya wameingia mjini. Leo tumefikishwa pahala watoto wadogo wamekwenda kufanywa wizi. Watoto wetu, watoto wa nchi hii ambao tuna dhamana ya kuwalea wawe watu wanyooke. Jamani, hawakwenda watoto wadogo kupiga kura? Na watoto wanakwenda kupiga kura wakijua kwamba hawa ni watoto wadogo wanakwenda kuiba. Una maiti wamepiga kura, akiwemo kaka yangu, baba mmoja, mama mmoja, Saidi Masud Othman, na mkwe wangu, wote wamekwenda kupiga kura katika uchaguzi huu. Katika uchaguzi huu askari badala ya kulinda nchi kwamba wao ndio wasimamizi wa sheria, leo askari ndio wamekwenda kuwa wezi. Tuna nchi ambayo askari ni wezi, wamefanywa wezi kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya maslahi ya watu wachache, na wala sio maslahi ya CCM, ni maslahi ya wachache, jamhuri ya walaji walioifanya CCM ndio kichaka chao cha kuiba katika nchi hii. Hii hatari. Leo tumefika pahala, tumefikishwa pahala, tumekuwa sote kama majuba. Eti leo kwenye jimbo una mwakilishi anakura sijui 3,000 wa chama hichi, ana mbunge wa kura 3,000 wa chama chengine. Yaani tumeifikisha nchi yetu, imekuwa kituko. Leo akija mtu ukimweleza yaliyotokea, akayaona yaliyotokea, ni mambo ya kijinga, mambo ya kijuha. Leo tumefika pale unaambiwa wanaopiga kura ya mapema 50,000 na hawapo. Anazungumzwa mtu yule anapiga kura kama mlivyoeleza. Jamani, hii ni hatari kwa nchi. Hii ni hatari kwa nchi. Hii nchi imetoka ilikotoka. Mzee Karume na wenzake walipindua, wakaendesha nchi hii, kafika pahala, kaja mzee Jumbe, kasema sasa wakati tuenda katiba, katunga katiba 79. Hakuambiwa na mtu, aliona, alichukua uongozi,
akaona kwamba sasa ni wakati tulegeze kidogo, wana mapinduzi, twende kidogo mambo kwa kisasa. Kaja mzee Mwinyi na Maalim wakatunga katiba mpya ya 84, ndio tunaotumia mpaka leo. Hawa hawakufanyiwa maandamano, hakukuwa na vyama vya upinzani. Kwa hekima zao, kwa uongozi wao kuiongoza nchi hii, wakatufikisha hapo. Nchi hii tumeingia kwenye vyama vingi, yametokea yaliyotokea. Viongozi wetu wakikaa, ukaja mwafaka wa mwanzo, ukaja mwafaka wa pili, mpaka tukafika kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Hii ndiyo safari ya Wazanzibari. Wana tatizo, wanakaa viongozi, wanazungumza, wanatatua. Wazanzibari wakaamua tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Haya si maamuzi ya mtu, si maamuzi ya chama, yalikuwa maamuzi ya Wazanzibari. Sasa leo 2020 tumeona yaliyotokea, maafa makubwa, lakini kwa hekima bado ya viongozi wetu, almarhum Maalim akasema sisi tujenge nchi, akawaamini wenzetu, tukaingia GNU ili tujenge nchi. Tumekaa ndani ya GNU miaka 5, jambo moja la kumuondoa mkurugenzi aliyeharibu uchaguzi wa 2020. Moja, kiongozi huyu aliojipa madaraka yamemshinda. Jambo dogo dhaifu. Hivi Zanzibar hakuna mtu wa kuwa mkurugenzi wa uchaguzi? Wako jana wanamsemo sabuni ya nongo nongo. Maana yake mnaijua. Maana ikishakuwa nguo umeivaa ishachafuka, basi badilisha, japo tafuta nyingine, japo ina nongo. Lakini itakuwa ishasafisha ile nongo iliyopita. Huko jamani ndio tuliko. Hii ndio safari ya Wazanzibari. Wana safari yao inaingia matatizo, lakini wanakwenda mbele. Sasa leo baada ya miaka 5 hii tuliotoa fursa hii, ndio tumekuja kufanyiwa haya. Zimetumika fedha za wananchi, mlokuwa mkihangaika ni nyinyi wanyonge wa Mungu, kwenda kwenye makampeni, kupigwa na jua, kusikiliza viongozi wanasemaje. Au labda walikuwa haoni, maana hawakuwa na watu. Lakini sisi tunaona mliokuwa mkihangaika, wazee, wengine wagonjwa. Leo watu hawa unakuja kuwafanyia uhuni huu kwa pesa zao za kinyonge. Unachukua mabilioni ya pesa, unakwenda kufanya uchaguzi wa kihuni namna hii. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nataka tutanabai. Kwanza haya si jambo dogo. Hatuwezi kuishi katika nchi inayoendeshwa kihuni namna hii. Lazima tukatae. Sisi viongozi wenu tunakataa hilo, na nyinyi tunaomba kwa kauli moja tumshajiishe kila Mzanzibari akatae uhuni huu. Hii si nchi ya kihuni, hii si nchi ya wahuni. Na lazima hili tulikatae kwa imani yetu. Wazungu wanasema with conviction, kwamba no, hii haiwezekani. Lazima tuseme hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Akatafute mtu wajinga wengine, sio hapa. Ndio tunacho sema. Iliyokosewa sio ACT Wazalendo. Iliyokosewa ni Zanzibar yetu. Iliyosalitiwa sio ACT Wazalendo. Iliyosalitiwa ni safari ya Wazanzibar kutafuta Zanzibar wanayostahiki, yenye haki zake, yenye haki za wananchi wake. Hii ndiyo iliyosalitiwa. ACT Wazalendo sisi ni kidogo, ni sehemu ya Wazanzibar.
Na Wazanzibari wametupa imani yao, wakasema tuongozeni kwenye safari hii. Akitokea mtu akisaliti hilo, huyo kawasaliti Wazanzibari. Ndio inapokuja ule muhimu kweli, tulitabiri salata hawa salata yeah. Salata CCM salata, salata CCM salata, wasaliti na Zanzibar yetu hata sie mwaka huu kutaka sitaki wanonga. Asante. Kweli salata. Ndugu zangu, mimi naomba nifahamu, sijui kama mnanifahamu. Tusichukulie tulioonewa, tuliodhulumiwa ni ACT Wazalendo. Tazameni tulikotoka. Mzee Karume aliyofanya ndo alitaka nchi hivi? Ya wahuni waje wafanye hivi? Jumbe ndio alitaka nchi hii iwe hivi? Na hao wengine, Dr. Amani Karume alipoleta GNU ndio alitaka nchi hii iende chokihuni hivi? Tutoke. Wenzetu wako tena, sisi tuna faida Mwenyezi Mungu. Sisi wengi Waislamu tumepewa kitabu bora, tumepewa mwalimu bora, akhlaki njema. Leo tunafushindwa na watu wanaabudu sanamu. Wanafanya chaguzi zao kwa amani, wanafanya chaguzi zao kwa uadilifu. Aliyeshindwa anakubali, aliyeshinda anaambiwa bwana tuende nchi yetu pamoja hii. Hasa ukiwauliza wanataka nini? Maana tuna GNU, ukishindwa umo, ukishinda umo. Wewe unataka nini? Taka roho za watu, itatoka yako kwanza. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nilitaka la kwanza, twende tukijua hili, tusichukulie wala tusikae tukalalamika tukaona tulioonewa ni ACT Wazalendo. Haya yaliyofanyika si kwa maslahi ya hata hiyo CCM wala wana CCM. Watu wana yao, wana miradi yao, wana jamhuri yao ya walaji. Kwa hivyo safari yetu tumefika tulipofika. Ndugu zangu, alhamdulillah tumepita salama, tuko hapa. Najua kila mmoja anajiuliza, sasa sivyo? Makamu mwenyekiti hapa aliuliza, jamaa kuna mtu ana wasiwasi na homo? Nataka niwaambie, kwanza mimi sina jadi ya kwa na ulwa. Kwa hivyo kwangu mimi ulwa ni jambo lilokuwa halini shughulishi, haijawahi kuwa ni ajenda kwangu mimi. Nashukuru na nimepata viongozi wenzangu wote ndivyo walivyo. Tokea msingi wa wazee wetu, maana kama ni ulwa vyeo walikuwa navyo, wakaviacha kutafuta jema na mema ya nchi hii na watu wapo. Na ndio tuliorithi, alhamdulillah. Kwa hivyo sisi tunasema haya yametokea. Lakini sasa ndugu zangu, tunaanza safari ya pili, awamu ya pili ya kwenda kwenye safari yetu. Na inshallah tutafika tena salama. Haijesha mpaka mpaka ishi. Hawa shuhudu yetu sisi. Tunakokwenda, mimi naomba la mwanzo nimelisema hivi, kwamba tujue kwamba tunao walioumizwa, waliosalitiwa ni Wazanzibari na Zanzibar yao. Hii safari ya kwenda kwenye Zanzibar tunayostahili ni safari ya Wazanzibari wote. Walioumia ni wengi. Walioumia sio ACT Wazalendo tu. Walioumia ni kila Mzanzibari mwenye akili yake timamu. Wako wengine sumbukuku, hawajui wanakwenda wapi. Wao kwa wao ni kupata tu. Wao wakipata koauchi
wakipata sijui nini, wakipata jongoo, haya twende tu. Wako taendelea kwa nao, hajui cha haramu, hajui nguruwe, yeye hajui mbwa. Yeye almuradi anachotaka ale maisha kwake yaendelee. Hao wako na Mungu kawaona, lakini wengi waliumizwa Zanzibar. Kwa hivyo tunakwenda mbele, ndugu zangu, tunakwenda mbele. Tunakokwenda, la kwanza lazima hili nilolisema la mwanzo tushikamane nani, sababu sisi ndio tulokuwa zamani. Lakini la pili, naomba niliseme wakati tunakwenda mbele, ndugu zangu, kwa siku nyingi tumekuwa tunakwenda kwenye mambo haya, tunakwenda kwenye chaguzi, tunakwenda kwenye harakati hizi, lakini tukifika uchaguzi tunauliza tutapewa au sio? Watatoa, hatoe nani? Mpaka tumeamini kwamba sisi kutoa hawa mpaka watake wao. Watataka lini? Na wao wamejiaminisha hawa wafanye taka. Kuna wengine kwa kiburi kabisa, mtu mkuu wa wilaya anasema nyinyi hata mkitoa kura zote hampewi. Mkuu wa wilaya kafika pahala alipewa dhamana kuwatumikia Wazanzibari, anafanya kiburi hichi kwa ujinga wake, kwa sababu imo kichwani mwao. Wanawaambia wenzangu, na naomba hapa niseme, unajua kinachomdhuru nyumbu au pundamilia? Akimuona simba, pundamilia na misuli yote ile na mizigo ile alionayo, msosi ule na steki zote zile alizonazo, lakini akimuona simba yeye anasema jo, leo ishaliwa. Na simba akimuona pundamilia anasema leo chakula mlo ule. Haya, naomba sisi tusiyakubali yakatudhuru, na mara hii ndio zaidi itupe nguvu. Sisi hakuna wakutupa, wakutupa ni haki yetu, tutaidai, tuidai mpaka tuipate inshallah. Wakutuzuia ni kadara za Mwenyezi. Na sisi mnaamini Mungu hawezi kumzuia mtu haki, anaweza kumcheleweshea. Kwa hivyo mimi naomba tunakwenda tunapokwenda, twende na spiriti hii. Sisi si wakuliwa, sisi ni wakula. Tumewala nyamnyamu mwaka huu, sasa tuna wasiwasi gani? Twende tukijiamini, tuondoke na hilo kwamba sisi si kwamba wakupewa, sisi ni wakutafuta na mpaka tupate haki yetu. Hakuna aliyekuwa na haki zaidi katika nchi hii, waliokuwa na haki zaidi ni wananchi. Kwa hivyo twende kwa kujiamini, tutoke humu tukisema sisi hakuna mtu wa kutufanyia ujinga. Tunafahamiana? Hili muhimu, kwa sababu tukitoka hapa tukasema sijui kama watatoa, sijui kama watatupa. Jamani, hiyo ndio dhara. Utaliwa kweli? Utaliwa kweli? Maana hofu yako ndio dhara yako. Waweza ukajikata mguu bwana kama una hofu, ukaukata sasa, kumbe ni kivuli tu. Na mtu kashajikata afikiria leo hapa sijui kitu gani, kumbe ni kivuli cha mguu wake mwenyewe. Kapiga karusha panga, umetoa kwenye mguu. Hofu yako, toka hapa roho yako nyeupe, useme hii ni haki yangu, hii ni nchi yangu, hakuna nchi nyingine. Hao wengine wamekuja kuchuma tu. Tumefahamiana? Hii nchi yetu. Hili muhimu, tutalihitaji huko tunakokwenda. Tutalihitaji huko tunakokwenda. Nalisema hili tuondoke nalo kabisa. Tulieke mkobani, tulieke mfukoni. Huko tunakokwenda
Jamaa mnanifahamu? Lakini tuna awamu ya pili ya safari yetu na ndio imeanza. Tutalihitaji hili kwamba hii madam ni haki yetu, tusimame pamoja, tusimame kwa kauli moja. Chama hichi tuna sifa hiyo. Niwaambia leo tumefika hapa kwa sababu sisi tumefuata ile kauli ya wazee wetu. Wazee wetu walituambia mambo yote azima. Hata ndawe ukitaka wewe kichachiwa azima tu. Lakini jambo moja usije ukaazima. Usije ukaazima ujinga wa mtu. Tumefahamiana? Usije ukaazima ujinga wa mtu. Kama ni ujinga tengeneza wako. Tuna wenzetu walisema sijui no reform sijui nini, sasa tukasema sawa huo wa kwenu. Na sasa tutatengeneza wa kwetu. Ndio tukasimama nao. Lakini tukishakuamua sisi msimamo wetu huu, kama ni ujinga wetu, hatukuwazima kwa mtu. Tusimame na ujinga wetu. Kwa sababu huo ndio utakuwa werevu wetu. Asitokee mtu akafanya yeye sasa ndio mwerevu. Huyo si mwenzetu. Tumefahamiana? Huyo atakuwa sio mwenzetu. Jamani, naomba mshikamane nayo haya mambo mawili. Iliyokosewa ni Zanzibar, sio ACT Wazalendo. Na sisi tumepewa dhamana na Wazanzibari. Tuwadaie Zanzibari yao, tuwadaie haki yao, lazima tusimame kuwadaia Wazanzibari. La pili, tusimame pamoja. Tukiwa kifua mbele, tukiwa na amani. La tatu, naomba nimalizie. Baada ya yote haya, ndugu zangu, tumeanza safari. Kuna hatua tunazozichukua kama viongozi wenu ya haya kuyatafutia suluhisho. Haya yaliyotokea kuyatafutia suluhisho. Nilisema na naomba nirudie. Sisi tutaongozwa na haya mambo mawili niliyotangulia kueleza. Suluhisho lolote tutakalolitafuta, tutakalolikubali, liwe ni suluhisho, sio la funika kombe, sio la mwana kuku lala. Hapo hiyo basi imepita, imetoka hiyo. Tumewapa walipo, lakini tumefika pahala. Tutafute suluhisho la Zanzibar irudi katika safari yake inayokwenda. Irudi iwe nchi ya kistaarabu. Tumefahamiana? Kwa hivyo kama tutalipata ni hilo. Kama hatukupata hilo, tutarudi kwenu kuambia. Uamuzi wowote utakuwa shirikishi, tutakuja kuambia. Lakini sisi mlo tutanguliza, tulisimamie hili. Tunalisimamia, si kwenda kutafuta funika kombe. Mwenye wasiwasi naomba ondoe wasiwasi huu. Kuzungumza, kupanga nchi hii na watu bado wenye hekima, tutashirikiana nao. Mimi naamini Mwenyezi Mungu anaitakia kheri nchi hii. Na ingekuwa nchi hii haitaki kheri Mwenyezi Mungu, hii ingeshachukuliwa zamani. Sasa hivi labda Mwenyezi Mungu yuko kwenye mpango wake. Hao walioimeza sasa labda wanataka kuitema. Sasa labda inshallah pengine wanataka kuitema. Kwa hivyo sisi tunachotafuta ni jambo ambalo litakuwa na maslahi ya muda mrefu kwa Zanzibar, kuirudisha Zanzibar katika misingi yake, si jambo kwa maslahi ya ACT Wazalendo. Tunakwenda kutafuta jambo ambalo litakuwa la maslahi kwa Zanzibar, maslahi kwa Wazanzibari wa nchi hii. Hiyo ndio tunavyokwenda. Kwa hivyo nawaomba sana tuendelee kuwa kitu kimoja. Hii ndio silaha yetu,
Hii ndiyo nguvu yetu. Hatua yote kufikia tutakuja. Na muhimu jamani, tuendelee kufanya kazi zetu kwa juhudi. Na moja, tumesema hizi ripoti tulizitaka, mimi nilizitaka leo, lakini kaambiwa kesho ndio zitapatikana. Naomba kesho isije ikazidi. Naomba kesho iwe zote tumezipata. Tumefahamiana? Lakini niwaombe na la pili katika hili. Ndugu zangu, nguvu yetu ni chama chetu. Tusitoke kama kwamba hichi ni chama cha uchaguzi. Hichi si chama cha uchaguzi. Hii ni chama cha kutafutia maslahi nchi yetu. Hii kwamba tumepita msukosuko, utuimarishe. Tuende kwenye taasisi zetu, tuimarishe chama chetu, tuendelee kukiimarisha. Kama ni majengo, huu ndio wakati wa kutia rangi, watu wakaona jamaa wana safari inaendelea. Vikao tuitishe, tuitane, tuendelee kushajiisha wanachama, tuwashajiishe ndugu zetu, taasisi iendelee na shughuli zake kama kawaida. Tumefahamiana? Tuendelee. Lakini na la mwisho, la tatu, ni waombe ndugu zangu, katika kipindi hichi tusikubali kuletewa maburungutu. Tusikubali kuletewa maburungutu. Ukimsikia mwenzako analisambaza, mwambie bwana, sio wakati wake huu. Sisi la ukweli litatoka kwa viongozi wenu. Mtaambiwa, wewe kama una wasiwasi piga simu uulize, sote tunapatikana. Takwambia hiyo tumbaku tena ishaharibika. Drip siku hizi nini, lakini naambia kwamba hiyo drip jambo zuri. Lakini ikiwa drip ni ya uongo, hayo si drip tena. Hiyo ni sumu. Tuendelee kuwa kitu kimoja. Tuendelee kuwa kitu kimoja. Na kibinadamu, nimalizie la nne, la mwisho kabisa. Kuna wenzetu tumeachiwa chenji ya mwizi. Mwizi kaiba laki 20 imemponyoka. Jamani ndugu zangu, mlitaka tuiwache? Tu jamani. Ndio hiyo, kama ni viti vinne, sasa tunasema hii ni chenji ya mwizi, tunaichukua. Kama ni viti 10, tunasema hii ni chenji ya mwizi, tunaichukua. Sasa tusianze tena wengine wakawa na unyonge kwamba sijui au wengine mbona sasa tumelegeza msimamo. Hatujalegeza msimamo. Hii ni chenji ya mwizi. Kwa sisi kushiriki bungeni, kushiriki baraza la wawakilishi, naomba sana tuijue kwamba hii ni chenji. Akina mama, naomba niwaambie, bana mna fitna huko inatembea kwamba sisi tumeingia viti maalum, lakini viti maalum bungeni kule kwa huo wizi wao hatukupewa hata kimoja. Wamekwenda kutafutwa wengine, poche ya bwana, poche ya bibi, ndio wao wamepewa. Kwenye baraza la wawakilishi tumepewa viti maalumu 4. Kuna wengine wanahoji, mbona kapewa fulani? Au kwa sababu ye msomi, yako maneno haya na tembea. Hili jambo ovu sana kwa kiongozi. Na wako wengine viongozi wanasema, jamani sikilizeni, wote sisi walioteuliwa kwa viti maalum waliteuliwa kutoka kwenye majimbo yao, walipigiwa kura kwenye majimbo yao. Na sisi katika kuvigawa, kila mtu alipelekwa, kila mkoa viti 20. Kila mkoa tulihakikisha umepata. Wakati wa kupeleka tumetazama tu, uanze mkoa wa Kusini Pemba, uje mkoa wa Kaskazini Unguja, uje mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, uje mkoa wa Kaskazini Pemba. Hivyo hivyo Unguja Pemba, Unguja Pemba, ndio utaratibu wetu wa kupanga viti maalum.
Wengine wanasema akapelekwa yule hashiriki kwenye harakati. Sisi tupeleki mtu kwa kushiriki kwenye, huyu kaletwa na jimbo lake. Jimbo ndo walipaswa wajue kama huyu anashiriki hashiriki. Sasa umempa kura, katokea wa mwanzo. Sasa sisi udani wa kusema kwamba Tumbatu hawa hawafai, wametuletea mtu hilo la kwao. Sisi tunaheshimu maamuzi ya viongozi wetu wa majimbo. Wagombea wote walioleta wetu sisi ni sawa sawa, hakuna mbora kuliko mwingine. Tumefahamiana? Wale 20 walioletwa wale kwetu sisi wote ni sawa sawa. Hakuna kwamba anatoka Tumbatu labda hawa washamba Tumbatu sio. Sisi madam katoka, tunawaheshimu watu wa Tumbatu, wa jimbo la Tumbatu waliomleta. Tunawaheshimu watu labda wa vitongoji waliomleta. Tunawaheshimu labda watu wa Wawi waliomleta. Tunafahamiana jamani? Kwa utaratibu huo. Sasa leo jamani, mshafiwa, kuna mtu kawaulia jamaa yenu, mtaka kuja kuuana kwa wali wa matangani? Hii si ya kiuongozi, hii sio ACT Wazalendo. Hizi choko fitna wakati mwingine zinapandikizwa ili kutuparaganya. Tutajaribiwa sana kipindi hichi, tutakosanishwa sana, na wako wenzetu wengine wataingia kwenye haya. Tuwaombe jamani, tubaki kwenye mstari, tukamilishe safari yetu. Inshallah safari yetu kufika ni karibu, na tumewashauri wenzetu waingie. Yengine tuliochukua hatua ni kufungua kesi mahakamani kwa yale majimbo ambayo tumeshinda. Sisi tunaamini kwa yaliyofanywa, iwe itakavyokuwa, iwe haya mengine hayakufanikiwa, tunaamini kwamba kwa 99% kwamba tuna uwezo wa kushinda kesi zote inshallah. Kwa hivyo hii tumelifanya kwa sababu utaratibu wa kisheria unahitajika tulifanye ndani ya muda maalum, tusingeweza kusubiri nyingine. Kwa hivyo mimi nimalizie ndugu zangu kwa kuwashukuru sana. Ziara hizi tunazifanya ili tujue chama chenu tunakwenda vipi, tuko wapi, tunakwenda wapi, na kuwashukuru, kuwapongeza kwa kazi mlizofanya, na kuwaomba tubaki kwenye mstari, tubaki tuwe wamoja, tubaki kuwa kitu kimoja. Hii ndiyo nguvu yetu, hii ndiyo itakayotufikisha safari yetu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi naomba niwashukuru sana sana. Inshallah tusikilize, tutakapofika tutakuja kuambiana. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Asante sana na washukuru.